Ndugu yangu. Vipi? Ndio wangu mimi nishachanganyikiwa hapa, sielewi chochote ndugu yako. Shida nini? Niambie. Unajua kuna mwanamke mimi nilishaachana naye kitambo. Lakini cha ajabu eti kaja nyumbani pale na amesema aondoke endi popote na amefika. Mwantumu yupo naye pale. Kaka, yani wewe uishi matatizo, uishi mikasa, uitui mikosi, uishi zaruba. Shida nini? Mwantumu wewe, Halima wewe, huyo mwanamke wewe. Why? Sasa mimi nimekuja hapa, nategemea utanipa ushauri, labda unishauri chochote cha kufanya. Mwenyewe unazidi kunikandia, manake nini sasa? Mtihani. Hapo ndugu yangu cha kukusaidia mimi sina. Nisiseme uongo tu wala nisiongee unafiki. Wewe ndugu yangu, cha kukusaidia mimi sina. Ila nataka nikuulize kitu kimoja. Halima anajua? Halima hajui na sijamwambia chochote. Afadhali Halima asijue. Maana akijua na Halima tena mtihani mwingine, msiba tena mzito sasa. Haya, yote 9. Na huyo mwanamke ulimpa talaka? Huyo mwanamke talaka sikumpa, mimi nishamalizana naye kwa mdomo tu, nikamwambia sikutaki na yeye akasema sikutaki, tukamalizana basi. Sasa cha kushangaza eti kaja tena pale tena na amesema ondoke. Ndugu yangu na Mwantumu yuko pale. Ndugu yangu, hujampa talaka, kitu kinachoitwa karatasi, talaka hujampa. Hapo ndo ulipofeli kaka. Hapo ndo ulipofeli. Kuona nishauri nini? Ndugu yangu mimi siseme uongo. Cha kukushauri hapa mimi sina. Sababu hapa nyewe umekuja, mimi mwenyewe hapa nina mambo kibao kichwani. Hata sielewi. Wewe fanya mambo yako hapo. Ukimaliza kama vipi utakuwa free utanicheki tu. Hiyo unafanyaje? Ila mimi hapa mpaka sasa hivi sielewi nishachana. Kwa sasa hivi unaenda wapi? Siwezi kwenda nyumbani. Sawa, unaenda wapi? Wewe tutasomana baadaye. Wata kugongwa na magari. Yale yenyewe ulivyo hapa hata uelewi tena. Watafuta mabalaa. Watu wengine bwana. Haya bwana. Usaliti wanandoa bao moya bao moya, marafiki wananafikiana. Usaliti, unafiki, Waniaje mwana? Kama gawa mkubwa vipi? Nyama mwanangu. Mbona simu zangu kokoti? Mwanangu tusameane tu katika simu. Ila uzuri tushaonana, kila kitu kinaweza kaa sawa. Bwana fresh. Sasa mwanangu unajua nini? Oya nina bonge la msala. Msala tena ndugu yangu. Oya. Yaani mpaka hapa sielewi. Mwanangu shi msala. Oya. Oya sijuzi kati mwanangu Mwantumu alinipandia hewani. Mwantumu. Huyu mke wake Sam. Alichoniambia sasa. Oya. Kaya kuniambia eti ana dalili zote za ujauzito mwana. Ana mimba? Mimba mwana. Hiyo mimba ni ya kwako? Lazima itakuwa yangu. Vipi kuhusu Sam, unaelewa chochote? Sam bado hajashtuka. Unajua issue ambayo ipo, mimba siku zote haifichiki bro. Yaani mimba itaonekana tu iwe sio. Ila cha kukushauri ni kitu hichi kimoja basi. Make sure kwamba unamwambia atoe hiyo mimba. Atoe mimba? Efa anavyokueleza ili issue ife. Yaani mimi naamini kabisa kishatoa mimba basi hamna tena tatizo. Basi sawa. Kama nakupata hivi. Kwa sababu mwamba kabla hajastuka bora tuitoe. Ili kila kitu kiwe sawa. Basi mwanangu, asante kwa ushauri. Sawa, nadhani unimuelewa. Na naamini kabisa utalifanyia kazi vizuri. Sawa mwanangu. Basi poa bro, mimi ngoja ningie hivi kwa. Poa unyama mwanangu. Basi haina noma. Poa. Bao moya
Vipi wewe, mbona unakuja mpaka huku? Nakupigia simu zangu ukoti. Simu sikuiona ilikuwa ndani. Kwani kuna nini? Sasa sikia. Huyo mpuzi wako asija akanikuta. Mimi kuna issue nimekuja kukupanga. Kuanzia sasa hivi. Make sure ukija nyumbani unanipigia simu. Kwani kuna nini? Fuata maelekezo yangu. Ukitaka kuja nyumbani make sure unanipigia simu au mimi nikwambie tukutane wapi. So unakuja tu bila taarifa, sawa? Sawa, nimekuelewa. Wewe zingatia hiyo. Sasa ningeneka uanze kuja nyumbani bila taarifa pale. Kitakachokukuta mimi simu. Sawa, nimekuelewa. Fanya tu uende. Maana hapa basi nakuja sio muda mrefu apata kukuta. Au utataka kuonana na mimi au? Tutaonana baadaye. Kabla ya kukuta hapa basi. Ila sio nyumbani pale. Sawa. Shoga yangu. Samu sasa hivi kabadilika wewe. Yaani hapa ninapokuambia katoka nyumbani kwangu muda sio mrefu. Kaja kanichalazia siende kwake, nikikutana naye lazima nimpigie, sio tukutane wapi. Yaani hata sijamuelewa kabisa. Au mke wake karudi shoga yangu? Sijajua, lakini hata kama mke wake akirudi, hana nafasi kama aliyokuwa nao kwa sasa kwa Samu. Yaani hana kabisa. Ila msikilize, labda kuna kitu anakuepusha au kuna chochote kibaya anakifahamu ndio maana akakukataza usiende kwake. Sijui kabisa hicho kitu gani. Yaani mimi ananichanganya wewe. Hujui. Sasa wewe msikilize. Yaani kanichanganya kabisa. Kile si unajua mume wa mtu shoga yangu. Sawa, mimi nitafanya hivyo. Nitamsikiliza. Penyewe shoga yangu mimi sijui tu niende. Maana basi akirudi kwa kunikuta sio hata itakuwaje. Hayo matatizo mnataka mwenye shoga yangu. Unajua kabisa na mume wako anakupenda vipi basi wa watu maskini. Anajituma huko barabarani. Ule uvae, uishi maisha mazuri shoga yangu. Kwani basi akuridhishi mpaka wangekuwa huyo Samu? Unajua shoga yangu penda roho. Huyo Samu mpenzi wangu mimi nampenda na basi mume wangu. Kwa hiyo basi na Samu yani vitu tofauti. Kwa makini lakini shoga yangu. Si unajua? Nenda kikakulamba shoga yangu kizito dada. Ukajuta ukakosa kote kote. Maana Samu mwenyewe si unajua mume wa mtu. Unadhani ukiachwa atakuchukua? Ndio hivyo shoga yangu, yani mpaka hata sielewi. Pole shoga yangu. Chuma janga uliaula kwao. Pole shoga yangu siwazi. Ila wewe msikilize. Msikilize, hiyo baadaye nataka kusema nini? Hapo sasa ndo utajua nini kinaendelea. Shoga yangu, nimekuelewa. Moya halichangamshi moya haliburudishi Mwana enjoy ongeza vitu hapo. Acha kunisema basi mwanangu. Sasa utaki hapo. Mwanangu. Hivi kuhusu ule mchongo ule niambia kwamba unafuatilia nini? Ziza ipa? Ile mchongo mwanangu. Bado hata hujatiki hapa. Sasa hujatiki vipi mwanangu? Ndio niambia kabisa unaona nini mwanangu unafuatilia mwanangu hapa nafuatilia lakini si unajua mwanangu. Wewe unapanga yako lakini natokea Mungu naye kapanga yake. Kweli mwanangu sio poa kabisa. Sio poa mwanangu. Sema nini? Tuenjoy. Kula machungwa mwanangu. Utalipia Bayanta, habarini za saa hizi? Mjomba vipi unamuelewa au? Hebu ongea naye, mimi mwenyewe simuelewi. Sasa mnielewe vipi wajameni na nyie? Wewe Banyande ni nani hapa? Si vijana na nyinyi mnakaa mjini vipi nyie? Umetokea wapi mwanetu? Shinyanga, naitwa Ndamayape. Msukuma? Ngosha kabisa. Namtafuta Mwantumu. Mwantumu? Wiki ya pili sasa nimeelekezwa mtaa hii, anakaa mitaa hii. Mwantumu?
Mwandumu nani yao? Ni mzazi mwenzangu. Mzazi mwenzake? Mzazi tena? Kwa kwanza hapa unaenda wapi? Yaani ndio upo kwenye msafara hapo. Mimi sio naenda wapi, namtafuta Mwantumu. Haya mambo ya kwenda wapi hayakuhusu wewe. Una namba zake za simu? Sina namba zake, ndio maana nakuuliza, nimewauliza hapa mnisaidie kama mnajua anapokaa. Hapa mimi sielewi. Ndio maana mapicha picha tu ananichanganya. Ana kuchanganya nini na wewe? La, hebu sikiliza mwanangu, mimi naenda hivi. Naangalia bondeni. Sasa mwenzako mbona anakimbia? Hapo nao watu dread hutu nao. Akili zao sisi zinakuateje hutu. Yaani akisha nani hivyo huyu mwenzako naye vipi? Usaliti wanandoa bao moya bao moya. Yaani wewe mieyusho kinoma yani. Mieyusho kinoma. Sasa umefanya nini? Kumbe ushazaa na mtu huko tena toka usukumani. Mtu mwenyewe yupo mtaani. Anakutafuta. Amesema mna mtoto mmoja. Yaani mimi sasa tuzungumzie ni kitu gani? Kwa sababu wewe mwanaume ndio nilikopo naye, lakini ilikuwa ni zamani. Mimi sasa hivi tena nishaachana naye. Zamani? Ndio. Sasa sikia. Yaani ile swala loleta sijui eti mimba sijui nini. Mimi sikuelewi yani. Wewe baki na mimba yako. Yaani haiwezekani mimi ukanichanganya eti na kinangosha huko. Naletea kinangosha mimi. Lakini mimi na ujauzito wako. Ndio hivyo, mimi nishakukataa. Nitapeleka wapi ujauzito? Utajua wewe. Unajua kabisa kama mimi mume wangu ujauzito sio kwake yeye. Sasa ndio unichanganya na kinangosha. Watu wanatoka usukumani kabisa, tena watu wanakuja wanaongea lugha hata hatuzijui. Ndio. Alikuwa yani mimi na Ngosha tulikuwa tuna mahusiano zamani. Sasa hivi mimi nishaachana naye toka muda mbona. Bana wewe ujauzito utajua wewe. Mimi sijahusika kwenye hicho kitu. Yaani kuhusu swala hilo la mimba. Hiyo mimba hiyo mimi sihusiki, yani usinihusishe. Yaani huyo mtoto ikiwezekana mpelekea hata huyo Ngosha. Umesikia Usinihusishe kwenye mimba yani. Mpelekee Ngosha mwenzako muone watoto hao. Sio jamani, mimi wewe huwezi ukanichanganya kina Ngosha mimi. Mimi naupeleka wapi? Jamani lafa. Hayaishi shida haziishi maumivu